Na mtazamaji wangu, hatimaye vijana Gen Z wameweza kuanzisha maandamano yao ya amani kabisa kama walivyokuwa wakijadili katika mitandao ya kijamii. Sasa mtazamaji wangu, hatua hii imeonekana kuwa ni pigo kubwa kwa uongozi ulioko madarakani. Ningependa uweze kusikiza maneno mazito ambayo vijana Gen Z wameweza kufunguka kwa mara ya kwanza baada ya tukio la maandamano ya tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025. Ila mtazamaji wangu, kwanza kabisa itaweza kuwa vema iwapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii na uweze kulike na kushare video zetu. Tanzania kwa pamoja tukaona tushirikiane, tuungane, hatumtaki Rais Samia. Na mtazamaji wangu, kama ulivyoweza kuona video ya hali halisi ya maandamano ya amani waliokuwa kiazungumza vijana Gen Z, jeshi la wananchi limeweza kukubali maandamano hayo kama ulivyoweza kushuhudia katika kipande hicho cha video. Mtazamaji wangu, ni dalili tosha ya kuonyesha jinsi gani ambavyo vijana Gen Z wameweza kushinda pakubwa kufanikisha zoezi lao la maandamano ya amani, kwani hakujaweza kushuhudiwa vurugu yoyote ile. Kwanza kabisa vijana Gen Z waliweza kuahidi kwamba katika maandamano ya leo hii hawangependa uporoaji wa mali uweze kushuhudiwa wala kuharibiwa kwa chochote kile. Na mtazamaji wangu, kwa kile kilichoweza kuanzishwa na vijana hawa Gen Z kwa maandamano haya leo hii tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka 2025 ni dalili tosha ya ushindi kwao, kwani siku ya jana kuliweza kutolewa agizo ya kwamba kusiweze kutoka yoyote yule, ila hilo halijaweza kusikilizwa na vijana Gen Z, kwani wameweza kujitokeza wakiwa wameweza kuandamana na baadhi ya Gen Z walioweza kupata majeraha wakati wa maandamano yaliyoweza kupita, pamoja na baadhi ya familia zilizoweza kupoteza wapendwa wao katika maandamano yaliyoweza kupita. Mtazamaji wangu, hatua hii imeweza kugusa sana jeshi la wananchi, na ndipo ambapo tumeweza kushuhudia kitendo cha utu kabisa kikifanywa na afisa huyo wa kijeshi kuwapa tarumbeta ama kipaza sauti waandamanaji hao ili kupitisha ujumbe wao. Vile vile mtazamaji wangu, haya yote yanayozidi kujiri hivi sasa inazidi kuashiria na kutia nguvu na morali vijana Gen Z kuendelea na maandamano ya amani bila vurugu yoyote ile. Ila vipi kuhusiana na upande wa uongozi wa serikali ya awamu 7? Wataweza kufanya maamuzi gani ama wataweza kuamua kipi? Kwanza kabisa sote tunafahamu jinsi gani ambavyo uongozi ulioko madarakani hivi sasa unazidi kujaribu kuzima sauti za vijana Gen Z wasiweze kupaza na hata kuzungumzia mambo ya uhalisia yanayozidi kujiri katika Jamhuri ya Tanzania. Ila mtazamaji wangu, kutokana na mataifa ya kigeni kufuatilia maandamano ya leo hii, kufuatilia kila kile kinachozidi kujiri katika Jamhuri ya Tanzania, ni vema kama wewe hapo utaweza kudhibitisha ni kweli sote tumeweza kushuhudia leo hii hakujaweza kuzimwa kwa mitandao ya kijamii, hakujaweza kupunguzwa kwa internet, hatua ambayo inazidi kusababisha vijana Gen Z
kwamba wameweza kuanza kuachieve kile ambacho wamekuwa kikililia kwa uongozi wa serikali ya awamu 7. Sasa pendekezo jipya ambalo vijana Gen Z wanazidi kulisukuma na kulishinikiza ni kuhusiana na viongozi wanaozidi kupinga na kukosoa serikali ya awamu 6, awamu 7 walioweza kutoweka waweze kupatikana, jambo ambalo hivi sasa gumzo nzito linalozidi kujadiliwa ni vipi kuhusiana na Mheshimiwa Humphrey Polepole. Sote tunafahamu jinsi gani ambavyo wafuasi wake Mheshimiwa Humphrey Polepole wangependa kujua ukweli wa mambo halisi yaliyoweza kumkuta Mheshimiwa Humphrey Polepole baada ya kutekwa. Pia mtazamaji wangu, dalili hii ama hatua hii hivi sasa inazidi kuzungumziwa mno, sio katika Jamhuri ya Tanzania pekee bali katika mitandao ya kijamii kila kona. Sote tuliweza kushuhudia sababu iliyoweza kutolewa na uongozi wa serikali ya awamu 7 kutokana na maandamano yaliyoweza kupita ni kudai kuvurugwa kwa amani na pia uporaji wa mali, ila vijana Gen Z waliweza kudai kwamba iwapo maafisa wa polisi wataweza kuibuka tena kwa mara nyingine kutumia nguvu kupita kiasi, wao ndio ambao wanazidi kuleta fujo katika maandamano ya amani. Na leo hii hoja hii wameweza kuiwasilisha mno na kuiaminisha kwa umma, kwani kutokana na maafisa wa polisi kutoweza kujaribu kuvuruga maandamano hayo ya amani, jeshi la wananchi likiendelea kushika doria na uskani kwa ajili ya kulinda maandamano hayo ya vijana Gen Z, inazidi kuonekana hali kuwa shwari na poa kabisa kwa vijana hao wa Gen Z. Ila ukweli wa mambo ni kwamba uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan unazidi kupitia changamoto na kipindi kigumu kwa zoezi hilo la vijana Gen Z. Kwanza kabisa itakuwa ni ukweli wa mambo, Gen Z wapo na uhuru wa kuandamana. Gen Z wanachokiandamia ama kuandamana ili waweze kukifanikisha, itakuwa ni ukweli wa mambo ya uongozi wa serikali ya awamu 7 kutumia nguvu kupita kiasi, na ndipo ambapo kwa njia moja ama nyingine wameweza kulazimika kusalia kimya na wala kutotoa amri zozote zile zitakazoweza kuvuruga maandamano hayo ya amani ya vijana Gen Z. Pia hatua hii inazidi kusababisha vijana Gen Z kuendelea kuwasiliana kupitia mitandao ya kijamii kuhusiana na maeneo gani waweze kuwepo ili kuongeza umati na ujumbe wao uweze kufanikiwa kufika katika uongozi ulioko madarakani. Vile vile mtazamaji wangu, ikumbuke kwamba vijana Gen Z wanazidi kudai kwamba maandamano ya leo hii iwapo hayataweza kusikizwa, basi wataweza kuendelea na maandamano hayo hadi siku kesho, hadi kipindi na wakati ambapo ombi lao litaweza kusikilizwa. Sasa jukumu linalozidi kusubiriwa ni uongozi ulioko madarakani utaweza kujibu ombi ama maombi ya vijana hawa Gen Z. Mtazamaji wangu, itakuwa vyema iwapo wewe hapo utaweza kutochia maoni yako katika uwanja wa comment section, ila muhimu kabisa ni vyema iwapo utaweza kulike na kushare, alafu uweze kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Bye bye until the next video.